Nina kila sababu ya kumshukuru Mwenyezi Mungu. Karibu tena katika kipindi chako pendwa cha ndoa na mahusiano kinacholetwa nami mtangazaji wako Dativa hapa Ibengo TV. Na leo katika kipindi chetu kuna mada ambayo nitakwenda kuizungumzia. Mada ya leo haihusu wanawake, inahusu wanaume. Kuna kaka zetu, baba zetu pamoja na waume zetu, ambayo itakwenda kugusa kila sehemu ya ndoa na mahusiano. Mwanzo kabisa wa mahusiano, mnapokutana mwanaume na mwanamke, mwanaume unakuwa una action fulani ambayo unaifanya, unahudumia, unafanya kila aina ya huduma. Lakini baadaye ukishaingia ndani ya ndoa, mwanaume unabadilika. Unakuwa kuna baadhi ya vitu unapunguza. Unakuta mwanaume mwingine kwenye mahusiano anakuwa tu ni mtu mzuri, anakupigia simu, mawasiliano yanakuwa mazuri, lakini mkishaingia ndani ya mahusiano, wanaume wanabadilika. Wanaume wengi sana huwa wanabadilika kishaingia kwenye ndoa. Kwenye swala zima la huduma, unakuta mwanaume alikuwa anatoa huduma vizuri tu mwanzo, lakini baada ya kuingia kwenye ndoa anaanza kusema kwani hapa ndani upate kila kitu. Unakuta katika mahusiano mwanaume alikuwa anakuhudumia vizuri tu, alikuwa anakutoa outing, yani kuna vitu alivyokuwa anakununulia, mwanamke ulikuwa unapendeza vizuri, lakini baada ya kuingia kwenye ndoa mwanaume anabadilika, anakuwa na hivyo vitu hamna tena, anapunguza, anaanza kufanya kwamba unakuwa unajisikia kwa nini mwanzo ilikuwa hivi, mbona sasa hivi iko hivi. Mwanaume akisha kuweka ndani, unaweza kumpigia simu, labda mume wangu leo hakuna kitu fulani, kwamba yani mimi nibebe hicho kitu, mimi sio mwanamke. Hapana, haitakiwi hivyo kaka zangu. Unakuta mwanamke mwanzo kabisa ulikuwa unaishi naye kimahusiano vizuri, ukishamweka tena ndani unabadilika. Ngubu sio kitu gani alafu kitu kingine, mwanaume unatakiwa uwe unakaba siri za ndani za wewe na mke wako. Lakini pia kuna jambo lingine ambalo nahitaji kuzungumza, nataka kuzungumza, ambalo ni mwanzo wa mahusiano. Unakuta ulikuwa unamfanyia vitu mpenzi wako, vitu mbalimbali, aidha kumtoa out, kumnunulia vizawadi vidogo vidogo, vitu kama hivyo. Lakini neno mpenzi likishabadilika kuwa mke, kila kitu kinabadilika. Unakuta hizo zawadi tena hupeleki. Uenda uwezi jua, labda mwanamke wako alikupenda kwa sababu ya hivyo zawadi vidogo vidogo ambavyo ulikuwa unamfanyia mwanzo, akaamua kuingia kwenye ndoa. Sasa unapovisitisha ghafla, anakuwa anakuhisi vibaya. Kwa nini mwanzo alikuwa ananifanyia hivi, sasa hivi afanye hivi? Au huenda kuna mtu mwingine. Unajua sisi wanawake tuna karoho kadogo. Kwa kitu unaweza kumfanyia mwanamke kitu kidogo akafurahi, alafu kumfanyia kitu kingine kibaya kidogo tu pia akakasirika, akachukia. Tuje kwenye swala zima la usafi. Baba zangu, waume zetu, inabidi tuwe wasafi. Yaani unakuta umesharudi nyumbani, una viatu vichafu vinanuka, unaingia na matope yako ndani. Mkeo kafanya usafi, katandika shuka zuri safi, anakwambia basi mume wangu uoge. Na mimi sioge, unamkazia tena, unafoka, mimi siwezi kuoga, muda umeenda saizi, nimechoka makazi mengi, umekaa tu hapa nyumbani. Sasa sio kwamba amekaa pale nyumbani, kuna kazi pia za nyumbani ambazo anazifanya, ambazo wewe ulimtafuta yeye aje azifanye hizo. Kwa mkeo anapokuambia kitu, hebu jaribu kumsikiliza. Kwa ndoa huwa inajengwa na masikilizano, yani baina ya watu wawili. Upendo unajengwa na watu wawili. Usitegemee mtu mwingine atoke pembeni aje kwambia wewe jamaa, mwanamke anakuwa hivi, wanawake wa riziki. Na hao wanakuambia mwanamke wa riziki, na kuambia yeye mke wake anamhandle vizuri, anamtengenezea mazingira mazuri ambao wewe huwezi kumtengenezea mke wako, kwa sababu wewe unasikiliza maneno ya watu nje. Tengeneza mahusiano yako, ndoa yako wewe mwenyewe kutoka moyoni mwako. Fanya kitu, usilazimishwe kwamba hichi nalazimishwa. Hapana. Na jambo lingine la mwisho kabisa ni kuhusu malezi ndani ya nyumba. Mkigombana mke na mume, hakikisha baba usifoke mbele za watoto. Kuna namna jinsi ambayo unatakiwa kulimaliza lile swala. Mke wako kakukosea, muite ndani, mwambie mke wangu umenikosea, kuna hichi na hichi na hichi, kwa hiyo inabidi tuishi hivi na hivi na hivi. Sio umekosewa na mke wako unakuja, watoto wamekaa pale labda wanakula au wamekaa wanaangalia labda TV, unaanza kufoka na kwambia matusi nini. Watoto wanaanza kukudharau, na kumbe baba yuko hivi. Nakuta watoto wanavunja ule upendo na baba, wanakuwa wanasema baba yeye yuko hivi, anampokea tu mama. Watoto hata yale mazingira wanaokuwa nayo wanakuwa kwa kujenga kwamba baba yuko hivi, ana tabia hizi. Inabidi ubadilike. Na hata kama wanapokuja wageni, mmegombana na mke wako, hebu jaribu kuonyesha kwamba hatuna shida mimi na mke wangu. Furaha mbele ya wageni, mnacheka, mnaongea vizuri. Yani hata anapoondoka mgeni mpaka ujambe wale wanagombana, hapana. Yani mtu anatakiwa asiamini kwamba nyie mnagombana. Usiwakaribishe. Unajua maadui huwa wanaingia pale mnapogombana kwenye ndoa. Usikaribishe maadui kwenye ndoa yako. Kwa leo naomba niishie hapa, tukutane tena Jumatano ijayo. Lakini pia endelea kutazama vipindi mbalimbali ndani ya Ibengo TV. Ulikuwa nami mtangazaji wako Dativa. Na washukuruni nyote kwa kuendelea kunitazama.
pamoja na timu nzima ya ndoa na mahusiano. Bye. Mahali pa upendo, mahali pa amani, mahali pa mioyo kuunganishwa tena, pale machozi yalipotiririka usiku.